Mpana kweli kuhusiana na uamuzi huu muhimu ambao umetokea hii leo, na kulijadili hili kwa kina hivi sasa kwenye laini moja kwa moja tunaungana na Mohamed Said Salum, mwanahistoria nguli na mchambuzi mwandamizi wa siasa za Tanzania, akiwa hapa Dar es Salaam. Asante sana mzee wetu kukubali kuzungumza nasi wakati huu. Basi na shaka wewe umeshuhudia mengi kwenye historia za Tanzania. Hili likitimia litakuwa ni kati ya jambo lingine kwenye historia ya Tanzania ambalo tutakuwa tumelishuhudia. Hakika ni kishindo, kwa sababu mara ya mwisho tumeona kitu kama hichi ilikuwa wakati mwaka 1984 wakati Abu Jumbe alipojuzuru nyadhifa zake zote Dodoma. Ile sasa hivi ito vile naweza kuwa kubwa kushinda la Abu Jumbe. Kwenye hili sasa, ukitazama ile barua ambayo imesambaa kwenye mitandao ya kijamii, ukipitia kwa jicho la kukonyeza gizani kwenu nyinyi wabobezi wa mambo, inatuma ujumbe gani kwa Chama cha Mapinduzi? Naogopa hata kusema kwa sababu lazima tuweke staha, lakini hakuna mtu ambaye anaweza kusoma barua ile na akasema hakika ile kwenye dhati ya nafsi yake. Yako mengi yamepita kabla mpaka kufikia hapa leo kuwa anajiuzuru, na kwa kipindi na cha kusikitisha ni kuwa imekwenda anajiuzuru, barua imekwenda moja kwa moja kwenye mtandao. Kidogo inakuwa inacheuka kasi. Ilitaka sisi tutaarifiwe na serikali yenyewe na chama, lakini kuisoma kwenye mtandao kidogo. Wengi wamenipigia simu na nikawaambia, nyinyi mnaamini mitandao hii isiwe ni fake news, alafu tutafedheka sisi. Hii ndio hali ya mambo ya hivi sasa. Bado serikali haijatoa taarifa yake rasmi kuhusiana na hili ambalo tunalijadili hapa. Endapo kama sasa tuseme endapo Rais Dr. Samia akipokea barua hii kama kweli ipo kwenye meza yake na kukataa ombi lake la kujiuzuru, tumtegemee kuendelea kuwa makamu wa rais baada ya Septemba 4? Kwa sababu ya mambo ambayo yametokea mpaka yeye kufikia hapo, sasa maki wala sitaji mimi kujibu, hata wewe jibu nalo. Ikiwa hali ndio hii na mambo mengi yamepita nyuma hapo, tusijifanye kama hatujui, tunajua. Unajua siasa za Tanzania zimebadilika sana. Wanadhani labda demokrasia imepanuka zaidi. Watu wanasema, mitandao inasema, mimi na wewe kama hivi tuko hapa tunajadili, ingawa hata wao wenyewe sasa hivi wako kimya. Wanatusikiliza sisi tunasema kitu gani. Kwa hiyo kuniambia kwa je, akikataa, unategemea, labda nikuulize wewe, unategemea rais anaweza kukataa? Sasa kwenye hili linatoa picha gani kwenye siasa za Tanzania unazosema zimebadilika? Unajua, nataka nikuambie kitu kimoja. Nitakurudisha kwa Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere hana mfano wewe. Kwanza alikuwa mtu mzima, ingawa alikuwa kijana, lakini baadaye amekuwa mtu mzima na serikali ikawa inaongozwa na mtu mzima. Akaja Mwinyi, mtu mzima. Alipokuja Rais Kikwete, kijana. Na unapozungumza na kijana, hata zile adabu nzito unazoka kidogo pembeni, kwa sababu huyu ni makamu yangu, unaweza kumtania au atoka pigana gonga. Katoka yeye, amekuja Magufuli. Unaweza kusema kijana. Magufuli ndio Allah akamchukua, kaja Mama Samia. Mara kwanza tunapata mwanamke. Alafu kijana. Unaona? Hapo lazima tutakuwa na tofauti. Alafu kitu kimoja, nadhani inabidi tujifunze sisi watu wa bara tujifunze na kuwa na rais kutoka Zanzibar. Tujifunze, ili nataka somo maalum CCM waliandae kwa viongozi wao na kwa wananchi, wajifunze kuwa Zanzibar ni sehemu ya jamhuri, na rais akitoka kule basi tusiwe na. Ndio haya tunafika hapa sasa. Kwa lugha nyingine nasema kulikuwa kuna mvutano ndani ya chama na serikali kwa viongozi hao waandamizi. Umesema wewe. Umesema wewe.
Nashukuru sana mzee wangu. Hapo nataka mimi nikusaidie. Ndio, mvutano upo, sasa tunajua. Mvutano upo. Walau kwa kifupi sana, kama hili likienda kutimia, unaiona CCM imara zaidi ama CCM ambayo imegawanyika zaidi kutokana na mvutano hapa na pale? Tulipe muda, lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi nimemsikia mara mbili Mheshimiwa Nchimbi anazungumza na watu wa CCM wenyewe, wanachama wake wenyewe, na anatumia neno ujinga. Nimeogopa sana. Nikasema kinatokea nini hapa? Si lugha ambayo unategemea kiongozi wa juu kama yule aseme ujinga kama huu. Si lugha ambazo tumezizoea. Unaweza kumwambia Mwalimu Nyerere ujinga kama huu? Hebu fikiri, lakini nyinyi ni wadogo, haya mambo hayajui, ndio maana labda unaweza kupata tabu. Sisi tumemwona Mwalimu wakati makalia kiti. Hakuna mtu anaweza kutumia lugha hiyo. Hakuna. Zana umenielewa eh? Nashukuru sana. Ni Mohamed. Mbona unanicheka mimi bwana? Mbona unacheka? Hiyo kwa lugha zile unazotumia za kukonyeza gizani imeeleweka zaidi hiyo. Una uzuri vivitu, kila mtu kaona, kila mtu kasikia. Sikawa sema Mohamed hiyo umeona wapi wewe? Kila mtu kaona, kila mtu kasikia. Sasa serikali haiwezi kuwa namna hii. Lazima tupawe na mabadiliko. Muda wetu sio rafiki sana. Ni Mohamed Said Salum huyo, asante sana, mwana historia nguli na mchambuzi mbobezi wa siasa za Afrika Mashariki pamoja na Tanzania, akizungumza nasi.